Naamini tulipata waraka ambao unatupatia fursa ya kujua ni nini tunaenda nacho kwenye mwezi husika. Ni nini tunaenda nacho kwenye mwezi husika. Huo waraka unatupatia fursa ya kujua mwongozo wa Roho Mtakatifu kwa kanisa. Bwana asifiwe. Na utaendelea kwenye lifetime, siku zote za kanisa. Utaendelea kwenye lifetime ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Utaendelea kwenye lifetime ya kanisa kuona nini kinafanyika. Ni vizuri kuinformiana, kutaarifiana what is going on na kujua nini kinaenda. Ujumbe wetu wa mwezi unasema kuamuru mambo ya kiungu kwa chakula cha Bwana. Kuamuru mambo ya kiungu kwa chakula cha Bwana. Kuamuru mambo ya kiungu kwa chakula cha Bwana. Naamini ulipata fursa ukausoma ule ujumbe, na kama haujausoma na kusihi sana kwa jina la Bwana, pata fursa usome. Kama haukuupata, tafadhali sana nijulishe nikutumie ili uweze kupata fursa ya kuona huo ujumbe. Itatusaidia kuweza kuona nini, ujue nini kanisa linafanya na linakwenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Mfululizo wa mafundisho yetu Jumapili, ukiacha katikati ya wiki, tuna mfululizo tunaoendelea nao. Wanaohudhuria wanajua nini kinaendelea. Tafadhali mwe mnahudhuria katikati ya wiki. Kama tulijifunza jambo la muhimu sana, angalia taratibu za namna gani ule chakula cha Bwana, discipline yake ni muhimu sana. Sasa hivyo hatuwezi kufanya sasa. Mfululizo wa katikati ya wiki, mafundisho yake yatakuwa kufichua nguvu iliyoko ndani ya chakula cha Bwana. Kufichua nguvu iliyoko ndani ya chakula cha Bwana. Haleluya. Tunaweka msingi. Kufichua nguvu iliyoko ndani ya chakula cha Bwana, jinsi inavyoweza kuharibu roho ya mauti kwenye kila kitu maishani. Kufichua nguvu iliyoko ndani ya chakula cha Bwana. Kufichua nguvu iliyoko ndani ya chakula cha Bwana, jinsi inavyoweza kuharibu roho ya mauti. Jinsi inavyoweza kuharibu roho ya mauti. Jinsi inavyoweza kuharibu roho ya mauti kwenye kila kitu maishani mwetu. Kwenye kila kitu maishani mwetu. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia namna ambavyo chakula cha Bwana kinaweza kikaweza kuidhibiti roho ya mauti, kinavyoweza kudili na roho ya mauti kwenye maisha yetu. Na si tu wewe kufa kama mtu, lakini vitu kufa kwenye maisha yako, kwa sababu roho ya mauti iko kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Iko kila mahali. Roho ya mauti iko kila mahali. Kuna mtu ananisikia vizuri? Bwana Yesu atukuzwe. Roho ya mauti ni kitu gani? Ni vizuri tujue, ili tusio tunakimbia tu alafu tunapiga vitu tusivyoelewa. Roho ya mauti ni kitu gani? Ni ajenda ya adui na shetani. Ni ajenda ya adui au shetani. Ni ajenda ya adui au shetani kwenye maisha ya mtu. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mwivi ni nani? Shetani. Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Nini najaribu kuzungumza? Roho ya mauti. Roho ya mauti ni kitu gani? Ni ajenda ya shetani, ni vision ya shetani, ni maono ya shetani makubwa kuja kwa mwanadamu. It's a vision, ni plan. Kama vile Yesu alivyo na maono ya kuwa yeye alikuja sisi tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Yeye anakuja kuempty huo uzima na kuondoa, ili sisi tufe, tusiweze kufanya mambo ya ufalme wa Mungu chini ya jua. Kwa mfano, leo hivi ulivyo, ukiondoka sasa hivi ukafa, tunakuwa tumepata hasara. Tunapata hasara. Haleluya. Fikiria ningekuwa nimeondoka, tungepata hasara kwenye ufalme wa Mungu. Ningesema kweli Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake litukuzwe. Ndio, lakini tumepata hasara. Haleluya. Tumepata hasara kwa sababu ya uwekezaji Mungu aliyouweka ndani ya maisha ya kwangu kwa ajili ya ufalme wake unaondolewa kabla ya wakati. Si mnanisikia ninachozungumza?
That's why it's very important. Ni agenda ya kishetani. Kabla shetani hajamwangamiza mtu, hajamuua mtu, hajamuua mtu na vinavyomzunguka kwenye maisha, cha kwanza kabisa shetani anachokifanya, huangamiza nafsi ya huyo mtu. Huangamiza nafsi ya huyo mtu. Kabla shetani hajakuangamiza wewe, hajaangamiza maisha, vitu vyako vyote, kinachoanza kabisa kwenye maisha yako, kinachoangamizwa cha kwanza kabisa, Bwana Yesu asifiwe, ni nafsi yako. Anadili na nafsi yako, na nafsi yako akishaipata, ndipo anapata fursa ya kuweza kukuua wewe na kuweza kuua vitu ulivyo navyo. Ezekieli sura ya 18 mstari wa 4. Tazama, roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Hapa kwenye Kiswahili ametumia neno roho, kwenye Kiingereza ametumia neno nafsi, soul. Bwana asifiwe. Tafsiri yake halisi ilikuwa ni soul, nafsi, ambako kwenye nafsi tuna vitu vitatu tunavipata. Kuna kitu kinaitwa akili, kuna kitu tunaitwa hisia na maamuzi. Kabla mtu hajafa, hawajakuondoa chini ya jua, wanachoua cha kwanza ni nafsi yako. Nafsi yako ni lazima wafanye mashambulizi kwenye nafsi yako ya kutosha, wahakikishe wamekunyongesha kabisa. Wakishakuwa wamekupiga, nini wanachokifanya? Kuna vitu vingi wanafanya kwenye nafsi yako. Kwanza, moja, wanaweza kukuletea mafundisho potofu, yakaanza kukuaminisha vitu visivyokuwa vya kweli, ukaanza kwenda kwenye diversion, kwenye njia isiyo sawa sawa. Tayari shetani amekuingiza kwenye target. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kingine kinachofanyika, wanaua ule uwezo wa wewe kuweza kujipambania mwenyewe kiroho. Unakuta mtu hawezi kuomba kabisa. Mtu anaamka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5, wiki, mwezi, and it's not praying. Haombi, hana muda wake, hana fellowship na Mungu, hana muda fellowship na Mungu. Maana yake ni kwamba tuna tatizo kwenye nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu imefanyiwa uvamizi. Ukishaanza kuona hivyo, jua mpango mkakati wa shetani mkubwa wa mwisho. Hii ni pointi ya awali. Lazima anakwenda kukuchinja. Haanzi kukuchinja kwa sababu utashtuka, utapiga makelele kiroho, unajua mbinu za kupigana. Anaanza kukunyong'onyeza ili uweze kuwa huna uwezo tena wa kuweza kumtawala. Kwa hiyo akishakufyeka, akakufyeka kwenye akili, akafyeka hisia zako, kila kitu unakiogopa, kila kitu unahisi ni negative. Kila unachoambiwa na wewe unaenda kwenye mtazamo hasi. Kila unachokiona, ukiona watu wamecheka kidogo tu, unasema tayari wameshaanza kunizungumza. Siku yako nzima yote imekuwa nini? Mbovu, moyo unakuuma siku nzima. Sema mnanisikia ninachokisema? Tayari anakuingiza kwenye target, kwa sababu kwenye ufalme wa Mungu kinachofanya Mungu afanye kazi na wewe ni furaha. Usipokuwa na furaha, una maumivu, Mungu anajiondoa kuenenda na wewe. Na target ya shetani lazima alete information zitakazofanya hisia zako ziwe weak. Are you getting it? Mnapata nachokizungumza? Haleluya. Na hapo ndipo kukupiga kuna kuja. Yaani kipigo lazima kiji. Akishakuingiza kwenye mazingira haya yote, lazima anakumaliza. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, anadili na nafsi ya mtu. Anadili na nini? Kuna mtu anasikia nachokisema? Anadili na nafsi ya mtu. Na nafsi yako ikishadakwa, jua maisha yako yameenda pabaya. Mstari wa 20 sura hiyo ya Ezekieli anasema hivi, Ezekieli sura ya 18 mstari wa 20. Jesus, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hatachukua uovu wa mwanae. Haki yake mwenyewe, haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenyewe utakuwa juu yake. Kwenye pointi hii hapa, hakuna mshikamano na kuanza kusingizia madhabahu za giza, sijui dhambi za uovu za baba, sina vitu gani. No. Ni jukwaa umepewa kuwa kiroho. Una fursa zote, lakini umegoma kukua kiroho. Badala ya kusoma Biblia, unasoma habari za udaku. Unajaza information gani kwenye akili yako, kwenye nafsi? Badala ya kukubali, kukataa kuishi
kuamini taarifa zisizo sahihi, sio sehemu yako. Taarifa gani utaiamini? Taarifa ya Mungu na sio taarifa ya giza. Taarifa mbaya zinapokujia moyo wako unaanza kuyeyuka, ujue shetani ameshaanza mkakati wa kutaka kukushughulikia. Sika mnanipata? Bwana asifiwe. Kwa hiyo mwisho wa siku kinachokuja ni kwamba shetani anapata fursa sasa ya kuweza kufanya chochote anachoweza kufanya kwenye maisha yako. Shetani humuua mtu kupitia dhambi. Kwa hiyo hivi vitu vyote unavyovifanya vinakuletea fursa ya kuishi maisha ya kumkataa Mungu. Haleluya. Dhambi ikishaingia tu tayari maisha yako yameenda kusikoeleweka. Mnanielewa vizuri? Maisha yako yanaenda yasikoeleweka. Nafsi yako ikisha kufa, kila kitu kinachokuzunguka ni lazima kife. Nafsi yako ikianza kufa tu, ukishakufa huna muda wa kuomba, huna muda wa kusoma neno la Mungu, huna muda wa kuona utulivu, huna muda nini? Tayari wewe umeshaanza kufa. Kwenye ulimwengu wa roho wanaanza kuchukua kama mtu mfu, na Mungu hana cha kufanya kwa sababu ameweka kanuni wazi za namna gani situongoze tuenende vizuri. Kwa hiyo kinachofuata ni kwamba shetani anapata ruksa ya kukupiga. Kwa hiyo vitu vyako vinaanza kuparaganyika, unaanza kuona tu vitu havitokei kwenye utaratibu unaotakiwa. It's an information, na unatakiwa kushtuka. Ukianza kuona umeanza kushtuka, uko njia panda machinjioni. Unasikia? Halo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Take note. Kila kitu kina uhai. Kila kitu kina nini? Mti una uhai. Hallelujah. Ndoa yako ina uhai, lifespan. Mnanielewa? Ndio maana ukienda kununua hata tomato sauce kwenye supermarket wameandika kabisa inaenda kuharibika lini. Maana yake ni kwamba ndio siku yake ya kufa. Kwa kila kitu kina lifespan. Kila kitu. Kwa hiyo unapoanza wewe nafsi umekataa kuvifanya vitu vya kiroho kuwa sehemu ya maisha yako, umevikataa. Unaamini mifumo mingine ya maisha, unaamini style fulani, uzembe, tabia za ajabu unaenda nazo, na huku Mungu pamoja na wewe. Nini kinatokea? Vitu vyako vinaanza kufa. Haleluya. Vitu vinaanza kufa. Hicho kilichotokea kwenye nafsi yako kina swim, kinaogelea kwenda kwenye vitu vyako. Vitu vyako vinaanza kukorapsi kimoja baada ya kingine, na ikishafikia hapo unayebaki ni wewe. Lazima wakuchomoe, lazima wafanye nini? Kwa hiyo jifunze sana kuwa makini na swala la nafsi yako. Hakuna kitu cha muhimu cha kulinda kama nafsi yako. Angalia sana unalishwa nini. TV hii inapoangalia unakulisha nini? Hizo vitu kwenye Instagram, hizo vitu kwenye Facebook, kwenye Twitter, nini? Mention them. Unakula vitu gani kwenye nafsi yako? Je, vitaifanya nafsi yako inenepe? Haleluya. Soma Mithali atakwambia nafsi wewe inanenepa. Je, itaifanya nafsi yako inenepe? Au nafsi yako itakuwa haiko sawa sawa? Haleluya. Kuna mtu ananisikia vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Are you hearing? Mnasikia nachokisema? Kwa hiyo ni muhimu sana ku take note. Usiweke kitu kwenye masikio wakati tunaendelea na ibada. Sio sawa sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana. Very important. Muhimu sana. Very important. Muhimu. And this is where people are killed. Watu wanashangaa amekufaje. Check out his soul. Tafuta nafsi yake. Muulize mara ya mwisho amefunga, ameomba kwa umakini kabisa lini? Alafu unafikiri ulimwengu wa giza utapambana nao tu kienyeji. Huwezi kupambana na ulimwengu wa giza kienyeji. You have to fast, you have to pray. Unatakiwa kuwa na ratiba zako za kuamka usiku saa 10 uko macho unaomba. Kuna mtu ananisikia? Usifikiri wanafurahi wewe unavyoendelea vizuri. Kuna maisha tu mazuri unaendelea vizuri, usifikiri wanafurahi. They are not happy. Wewe unafurahi tu na maisha yako. Hallelujah. Mnanisikia nachokisema? Check out your soul. Angalia nafsi yako. Ushirikiano wako na Mungu ukoje? Ushirikiano wako na Mungu ukoje? Kuna mtu amenipata vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni njia ya kwanza mtu anaweza kuuawa, kufa. Njia ya pili ni mlango
mwingine huu ni mlango wa hofu. Hofu, 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 fear. 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 Hallelujah. Mlango mwingine ni fear. Hofu. Oh Jesus. Ni vizuri vijue hivi, alafu nikikwambia kuhusu Holy Communion utanielewa chakula kitakatifu ni nini na tunafanya vitu gani hapo. Hofu. Hofu. Njia pekee shetani anaweza kadiri na Mkristo wa kweli, njia pekee shetani anaweza akapambana na Mkristo aliye stable ni kwa njia ya hofu. Watu wengi sana huwa wanajiuliza maswali, wanasema hivi, mbona huyu ameokoka anakuwaje tena na mapepo? Mtu akishaokoka kuna mafundisho watu wanayofundisha balance. Ndio maana nasema ni lazima tufikie. Kuna watu mpaka wanapinga kuwa hakuna deliverance. Wanakataa kabisa hakuna ukombozi kwa watu waliookoka. Mimi ni mfuasi wa watu wanaweza kukombolewa waliookoka. Haleluya. Umeokoka na unaweza ukavamiwa na mapepo. Inawezekana kabisa. Mnanisikia nachokisema? Watu wanaongeaga vitu ambavyo sio halisi kwenye practical theology. Ukifuatilia ndio utagundua ya kuwa kuna baadhi ya vitu watu wanakutana navyo. Wewe ni Mkristo uko fit, uliye fit. Mlango mdogo unaoweza kumruhusu shetani akujeruhi ni hofu. Na Wakristo wengi sana wanavamiwa na hofu. Akienda tu akakuta jambo halijaenda sawa sawa, unamsikia moyo umeshaanza kwenda mbio. That's the only door. Hiyo ndio njia. Huwa anaingiza vitu vyake kwenye maisha ya watu. Sasa huyu kashaokoka na amekuwa na hofu. Sasa nisikia nachokisema. Hallelujah. Kashaingiwa na mapepo tayari. We need deliverance. Sasa unakataje kwamba kuna deliverance? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Waebrania sura ya 2 mstari wa 15. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Yesu alikuja ili atuweke huru, awaweke huru watu wote waliokuwa wamezingwa na hofu ya mauti. Hofu ya mauti. Haleluya. Hofu ya, kwa moja ya channel ni hofu. Na mimi nikwambie, hata ukienda leo ukapimwa ukaambiwa una ugonjwa wa aina gani, ukatoka pale kama jasiri ukasema huu ugonjwa hautafanya kitu, mimi ninatoka na ninapona. Bwana asifiwe. Na kuhakikishia kwa jina la Yesu huo ugonjwa lazima utoweke. Lakini ukiingiwa na yale mawazo aliyoyasema daktari, ukatoka pale usiku mzima unawaza, unaanza kuota wanafanya ibada za mazishi. Nakwambia kabisa, unaanza kuona majeneza. Hofu ya mauti. Hofu ya mauti. Unaanza kuona wanakuzika, unakufa. You are not going anywhere. Hallelujah. Hauendi kokote kwa jina la Yesu. Nasema hiyo hofu ya mauti ikuachie leo katika jina la Yesu. Nasema ikuachie katika jina la Yesu. Nasema ikuachie katika jina la Yesu. Nasema wewe ni jasiri kama simba katika jina la Yesu. Wewe hautakufa kabla ya wakati wako. Na mtu ananisikia nachokisema? Plani zao zote tunaziua leo, today, very soon. Hallelujah. Hope, fear. This is the only weapon the enemy uses. Hii ndio silaha pekee yake shetani anatumia kwa Mkristo kumvuruga Mkristo. Hii ndio njia inayoingiza vifungo kwenye maisha ya Mkristo. Hii ndio njia. Ndio maana unatakiwa kuwa stable. Umeenda tu kidogo, umerudi, unaanza kusema, umesikia tu taarifa, nini? Hakuna kuogopa. Wacha hofu ijiogopeshe yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3. Njia ya 3 ni ujinga. Ujinga. Hizi ndizo funguo 3 za kuleta mauti bwana. Yaani nikwambie hivi, fanya ufanyalo, hizi ndizo njia. Mmenisikia nachokisema? Hizi ndizo njia mauti inapitia. Ukishamudu hapa, ufi kabla ya wakati, unakufa Mungu akiwa amesema unaondoka. Haleluya. Hauondoki kwa sababu Kalumanzila amefanya njia, mpango, mkakati pale fulani. Mmenisikia nachokisema? Usiishi kama samaki huko duniani. Hapa ni duniani, hapa sio baharini eti. Kuna watu wanaishi kama samaki, yani hawajui hata inakuaje. Kama ndege wanaruka haieleweki.
wanajua yani vitu vileweke. Hata ndege saa zingine anakuwa na busara, anajua kiota chake, akitoka kule anarudi kwenye kiota. Lakini kuna watu tunamfuata Kristo, hatuko serious kabisa. Tunafikiri maisha yanaweza yakaendelea kutokea kwa mfumo. Ni bora ni kushauri kamtafute Kalumanzira uanze naye, mimi nakuruhusu kabisa. Lakini kama unataka mfumo wa Mungu ukusaidie, you need to get serious. Mnanisikia nachokisema? Lazima umaanishe unachokifanya. Haleluya. Usifikiri Yesu alisema yoyote atakaye kunifuata sharti afanyeje? Abebe msalaba wake. Usifikiri ni burudani kubeba msalaba. Unatakiwa uamke saa 9 kuomba. Ni burudani. Wenzako wamelala. Ni burudani hiyo? Haisema burudani hata kidogo. Beba msalaba wako unifuate. Haleluya. Lakini wewe unaona tu maisha yako kama yanaenda yanatokea. Yanaenda yanatokea. Unaenda yanatokea. Wanakupeleka machinjioni. Nakuombea kwa Bwana usife kabla ya muda wako. Nasema hautakufa kabla ya muda wako katika jina la Yesu. Nasema hautakufa kabla ya muda wako katika jina la Yesu. Haleluya. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 17. Mnalifahamu hilo? Watu tunalisema hapa mara nyingi. Usiwe muovu kupita kiasi. Haleluya. Na usiwe mpumbavu kupita nini? Ukafa kabla ya siku zako. Sasa neno la Kiswahili wametumia mpumbavu. Haleluya. Mtu anayejifanya anajua, mtu anayejifanya hajui wakati anajua. Huyo ndio mpumbavu. Anajua kabisa lakini anakuyeyusha tu, mimi sijui. Kama watu wanasema hakuna Mungu. Profesa mmoja wa philosophy alikuwa amefundisha mhadhara mkubwa sana, anawaeleza watu hakuna Mungu. Anajaribu kuelezea sayansi ilivyoanza na nini na vitu gani. Alipotoka kuhutubia anatembea akajikwaa. Unajua akasema Mungu wangu. Wale mafilosofi wengine wakamwita, huyo Mungu uliyemtaja ni yupi? Professor, come back brother, come back. Tueleweshe vizuri. Huyo Mungu uliyemsema ni yupi? Kuna Mungu kumbe. Tupe maelekezo. Nilisema Mungu Huyo ni mpumbavu sasa. Anayekataa kuwa hakuna Mungu wakati anajua kabisa yupo. Lakini tafsiri ya Kiingereza ikatumia neno foolish. Inaweza ikawa na maana ya mpumbavu, lakini inaweza ikawa na maana ya mjinga. Na nataka nitumie mjinga. Mjinga ni mtu ambaye hajui chochote. Na amekubali, hataki kujipa information, taarifa. Ameridhika na alipo. Tangu mwaka tumeanza kusema soma kitabu hiki. Jiulize Biblia umeisoma mpaka wapi leo tangu mwaka umeanza? Angalau tu hata basi kujikwamua hata usome mwanzo mpaka sasa hivi umeimaliza. Hakuna. Alafu unajiita Mkristo. Mkristo yupi? Mbwembwe tu. Hamna Ukristo hapo. Mbwembwe tu. Tuna aina ya watu ambao hawako serious kabisa. And they don't know where they are going. Yaani tuna watu ambao wanamfuata Mungu hawako serious. Na hili ndilo tatizo tunalonalo kwenye kanisa. Kuna mtu ananisikia, mtu anasema anamfuata Yesu na hasomi Biblia. Huyo ni Mkristo wa wapi? Alafu anasema Mungu kaniacha, nimemwomba sana anisaidie. Akusaidie kivipi? Wewe unafikiri Mungu ni supermarket? God is not a supermarket, man. Mungu ni Mungu anayeishi na utaratibu. Am I talking to someone? Naongea na mtu. Hello? We have to get serious. Kuna aina ya watu wamebweteka na maisha walionayo. Ni Wakristo butu. Hataki they don't inform themselves. Soma Biblia uone adventure, uone burudani, uone ujasiri utakao kutana nao, uone furaha utakayoondoka nayo asubuhi unapoenda kazini. Haleluya. Uone tumaini, uone imani yako ikinuliwa, uone mipenyo mipya. Unaipata wapi? Usomi. Ndio maana kila ukienda unarudi na stress. Ndio maana kila ukienda unarudi umekata tamaa. Ndio maana kila ukienda unarudi kila vitu havitokei. Am I talking to someone? Hallelujah. Hafu mimi ni Mkristo, mimi nimeokoka toka mwaka juzi hiyo nini? Mwaka juzi. Mimi ni maturity, tunahitaji watu waliokomaa hapa. Kuna mtu ananisikia anachokusema. Muulize jirani yako, mwambie hivi, unasoma Biblia wewe? Au wewe ni Mkristo butu? Mwambie, usimwogope. Hallelujah. Na ndio maana uvamizi ni mwingi sana kwenye maisha ya watu. Ujinga, haujui hata ufanye nini. Kitu kinakuibukia, you don't know even what to do. Kwa sababu mjinga hajui cha kufanya. Hajui. Haleluya. Hajui. Mtu aliye na ufahamu anajua namna ya kushinda tatizo linapoibuka. Kuna mtu ananisikia? Hata ukidumbukia baharini leo, una maarifa
Kuogelea hufi. Wewe ni mjinga wa kuogelea. Kinatokea nini? Unaenda tu unakunywa maji unarudi, unakunywa maji unarudi. Ndio imetoka hiyo. Ndivyo kwenye maisha yalivyo. Maisha ni bahari, hamkuambiwa? Haleluya. Inaenda ukiwa na maarifa, namna ya kuving'amua vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kunaenda na nini? Maarifa. Na maarifa number 1, the word of God. Soma neno. Una ratiba za kusoma neno, una ratiba za kuangalia vipindi vya TV, tamthilia sijui ya nini, lakini ratiba ya kusoma Biblia una. Ngeukie jirani yako mwambie ona aibu. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hizi ndizo njia zinazoweza kutuingiza kwenye tatizo la mauti. Hizi ndizo njia. Ni vizuri tujue mauti kabla hatujadili nayo. Okay. Mifano ya kwenye Biblia jinsi chakula cha Bwana kinavyoweza kuangamiza roho ya mauti. Acha tuone mifano sasa. Mifano iliyoko kwenye Biblia. Maana nataka nikupe mifano ya kwenye Biblia, alafu nitakupa mishuhuda na mifano halisi. Alafu tutakuwa tumemaliza. Very soon, muda mfupi tutakuwa tumemaliza. Hatuna mambo mengi. Mifano iliyoko kwenye Biblia. Mifano iliyoko kwenye Biblia. Jinsi chakula cha Bwana kinavyoweza kuangamiza roho ya mauti. Number 1, andiko la kwanza, Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 na wa 15. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 na wa 15. Ngoja tu nikusomee, nimeshafika. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliye na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Kwa kuwa watoto wameshiriki mwili na damu, yeye naye alishiriki hivyo hivyo. Kwa kuwa yeye alishashiriki akamwangamiza mwenye nguvu za mauti, maana yake ni kwamba sisi tukishiriki tunaangamiza pia. You understand? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Chakula cha Bwana kina nguvu ya kumuua yule mwenye nguvu za mauti, Shetani. Chakula cha Bwana kinabeba nguvu za kuua mwenye nguvu za mauti. Sasa mtu atajiuliza, maana yake tunapokula ndio tunamuua, mbona sasa bado yupo kila siku tunamuaga? Yupo tu kila siku. Tunamuua tu kila siku, tunamuua kila siku, jamaa yupo tu. Haleluya. Tafsiri yake ni kwamba tuna seize space, tuna seize sio tusemeje Kiswahili, tunazuia mamlaka ya yeye kufanya utendaji kazi wa mauaji kwenye maisha yetu. Umeelewa? Zile nguvu zinafungwa, hana mamlaka ya kukugusa. Sasa mnakumbuka alipokutana na Ayubu, akaambiwa fanya vyote lakini usiguse roho yake. Maana yake aliruhusiwa afanye vyote, lakini kulikuwa na space imekuwa seized, imezuiliwa, ya kwamba usivuke hapa. And the only weapon, silaha peke yake inayoweza kufanya hiyo katika kizazi tunachoishi ni chakula cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni chakula cha, kuna mtu ananielewa? Ndio maana una umuhimu sana wa kula chakula cha Bwana, usipuzie. Huwa nawaambia hapa, hata nyumbani kula. Dini ilituchelewesha kidogo, hatuwalaumu sana, Mungu atusamehe, tunalaumu, lakini walitufundisha mpaka walipoishia, kwa sababu ufunuo unaendelea kujifunua kila siku. Dini ilikuwa inatuambia tunakula kanisani, basi hakuna mahali pengine unakula, na tulikuwa tunapewa protocol nyingi mpaka wakati mwingine mtu anaweza akaogopa hata asili. Ndio nyinyi msimetoka kwenye dini wenzangu wote, lakini ukweli ni kwamba soma Biblia mwenyewe. Haleluya. Soma Biblia. Hakuna sehemu Biblia inatuzuia kula chakula cha Bwana kama mtu binafsi. Hakuna. Nimeisoma Biblia hii vizuri sana. Hakuna. Maana yake ni kwamba mtu binafsi unaruhusiwa kula chakula cha Bwana. You can eat. Haleluya. Unaweza kula chakula cha Bwana.
wewe na familia yako mnaweza mkala chakula cha Bwana. Kikundi mmekaa, mnahitaji, mnaweza kula chakula cha Bwana. Kanisani kama hivi tunakula chakula cha Bwana. Kuna mtu ananisikia? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anakufa yule jamaa, anashughulikiwa by taking Holy Communion. By taking Holy Communion. Namba 2. Tunaangalia vitu vilivyoko kwenye maandiko. Tuko pamoja? Tunaangalia vitu vilivyoko kwenye maandiko, kwa sababu nikusimulia nilivyo navyo tu ni vingi, lakini unaweza kusema anavitoa wapi? Haleluya. Ngoja nikupe kwenye maandiko, alafu nikupe shuhuda zinazoishi sasa. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana nilivyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu. Mstari wa 28. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua ule mwili. Mstari wa 30. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Itaendelea chini, sitaki kwenda huko chini. Haleluya. Wako wengi ni dhaifu. Hii alifundisha Pastor Chris katikati ya wiki vizuri sana, wakati wa siku 3 za neema. Yani hatukurekodi, itakuwa imepita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kiportion kinazungumzwa hapa cha muhimu sana. Anasema wako wengi waliolala kwa sababu walikula chakula cha Bwana vibaya. Walimfanya nini? Wamekufa. Haleluya. Kwa sababu walikula chakula cha Bwana wakiwa na maovu. Ametoka kwenye uzinzi, ametoka amesema uongo, ametoka amefanya vitu vya hovyo, ametoka amesengenya, ametoka amepiga umbea, anakuja anakula chakula cha Bwana. Inakuwa ni mshale, tanzi inakushughulikia wewe. Mmeelewa ninachokizungumza? Nini maana yake? Maana yake ni kwamba unapokula kwa usahihi, roho ya mauti hairuhusiwi kukuua wewe, yenyewe ndio inayokufa. Usipokula kwa usahihi, roho ya mauti inaruhusiwa kukuua wewe. Umepata point? Unapokula kwa usahihi, Bwana asifiwe, chakula cha Bwana, roho ya mauti ina bounce, inakuwa haina mamlaka ya kukufanya chochote, inapigwa, inatoweka. Lakini ukila ndivyo sivyo, inapata mfereji wa kuja kukunyoosha wewe, kukushughulikia wewe. Ndio maana wengi wamelala, hawako hai, kwa sababu wamekula vibaya. Unatakiwa ule vizuri. Bwana asifiwe. Ndio nilikuwa nasisitiza mambo yanayosababisha mauti ziingie. Haleluya. Dhambi. Check out yourself. Haleluya. Ina nguvu ya kuua mauti, lakini pale chakula kinapoliwa vizuri. Protocol zimezingatiwa. Kuna mtu ananisikia? Protocol zimefanya nini? Zimezingatiwa. Jesus. Okay. Ngoja nikupeleke deep zaidi. Namba 3. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 35 hadi 42. Ngoja tu God nikusaidie usipate tabu. Ngoja kidogo tu, nataka tuende haraka. Kisha akarudi akatembea nyumbani huko na huko mara moja, akapanda akajinyosha. Tuanzie 38. Andika tu ya maandiko, tuanzie 38. Elisha akafika Gilgal. Tena kulikuwa na njaa katika nchi, na hao wana wa manabii walikuwa wakikaa mbele yake.
akamwambia mtumishi wake, teleka sufuria kubwa uwapikie wana wa manabii. Na mmoja wao akaenda nje kondeni ili kuchuma mboga, akaona matango mwitu, akayachuma matango mwitu hata nguo yake ikawa imejaa. Akaja akayapasua pasua sufuriani, kwa maana hawakuyajua. Mstari wa 40. Basi wakapakuliwa hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani. Mtu wa Mungu, wala hawakuweza kula. Mstari wa 41. Lakini yeye akasema, leteni unga. Naye akautupa ndani ya sufuria, akasema, wapakulie watu ili wale, wala haikuwamo kitu kibaya sufuriani. Maana yake mauti iliondoka. Haleluya. Sasa kuna neno limetumika, lete unga, lakini tafsiri ya Kiingereza inasema, inatumia neno meal. Aliwaambia go and bring the meal. Nenda kalete meal, kalete chakula. Akakiweka ndani ya sufuria. Lile sufuria sumu ikayeyuka, watu wakala yale matango na hakuna madhara yoyote aliyopata. Mmenipata mpaka hapo? Mauti ikaondoka kwenye sufuria. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sufuria lako ni lipi? Tumbo, 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 tumbo. Hilo ndio sufuria lako. Twende tu nitakuonyesha. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yohana sura ya 6 mstari wa 50. Yohana sura ya 6 mstari wa 50. Yohana sura ya 6 mstari wa 50. Jesus, son of David. La sobradia. Okay. Anasema hivi, hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Hiki ni chakula kishukacho kutoka, kwenye Kiingereza imetumia the neno meal. Bwana asifiwe. Kile kitu alikifanya Elia, kwa sababu alikuwa ni prophet. Haleluya. Alikuwa amekwisha kuona nini kinakuja kutupata agano jipya. It was a spiritual work. Ni vitu vya kiroho vilivyofanyika agano la kale kwa ajili ya utabirio utakayokuja kwenye agano jipya. Ngoja nikupe mfano mwingine. Ukisoma hiyo sura, sina muda wa kusoma hiyo ya Yohana, Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi, anawaeleza kuwa hiki ni chakula kichukacho kutoka mbinguni. Alafu akawa anawaelezea mababu walikula chakula fulani kinaitwa mana. Unaona uhusiano? Alikuwa anajaribu kuzungumzia ile mana ndiyo ilifanya maajabu, lakini mimi ndio special, sasa nimekuja. Haleluya. Anaonyesha uhusiano wa agano la kale kwamba hivi vitu vilianza kuzungumzwa, lakini ukamilifu wake ndio mimi nimekuja. Kwa hiyo jamaa alipochukua meal, chakula, akaweka kwenye ile, I am convinced, nimeshawishika kwa ufunuo, ilikuwa ni Holy Communion. Bwana Yesu asifiwe. Ikadissolve ile sumu, mauti ikapotea kwenye kile chombo, kwa sababu ni mauti ndio iliyokuwa kwenye kile chombo. Watu walikuwa wanakufa siku hiyo. Mtu yoyote alaye chakula hiki, mstari wa 50 mmesikia aliposema, anasema hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mauti inayozungumzwa hapa ni ile mauti inayokuja kabla ya wakati. Bwana asifiwe. Mauti inayokuja kabla ya, kwa sababu kuna ile timing Mungu ameipanga, yeye anairuhusu. Ila ukitumia vitu vya kwake, mauti zingine zote kwa majina yake zinanyamazishwa. Naona mauti ikitoweka kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Nasema naona mauti ikitoweka kwenye tumbo lako katika jina la Yesu. Sasa tumbo lako ni chungu. Unaweka kitimoto, unaweka mbuzi choma, unaweka sijui nini, mpaka saa zingine wanakuambia kwamba ndugu yangu umezidisha. Sasa hivi tunaanza kuona kama vitu fulani vimeanza kuongezeka kwenye mwili wako. Kuna kitu fulani kanaongezeka, punguza kidogo ugali, usile sana ugali fulani. Punguza kidogo mbuzi choma, usile mbuzi choma sana. Ndugu yangu unakunywa sana nani vinywaji kama soda na nini. Sasa hivi punguza, usinywe sana soda. Kama ulikuwa unakunywa 10, kunywa 3. Manake vinaenda kwenye tumbo. Haleluya. Kuna kweko sumu, mauti vinaingia kwenye mwili wako. Maana magonjwa njia yake ni kwenda kukumaliza.
ni njia panda ya kwenda kummaliza mtu. Umenielewa? Sasa tutakapokula chakula cha Bwana leo, kitakwenda kwenye hicho chungu chako. Every poison, kila sumu, mauti ya aina yoyote iliyokuja kupitia tumbo lako itatoweka katika jina la Yesu. Inayojiandaa kupitia tumbo lako itayeyuka katika jina la Yesu. Wewe hautakufa kabla ya wakati wako katika jina la Yesu. Ulikula, wanakuambia kwamba bana, hii ugonjwa uliokuwa kwa sababu ya ulaji. Hamjasikia hivyo vitu? Kwa sababu ya ulaji. Maana yake ni kwamba the pot, the stomach, tumbo. Haleluya. Nimekuja kama nabii Elisha kwa chakula cha Bwana. Haleluya. Unapokula chakula hicho leo, kila sumu, nazungumzia vitu vyote ambavyo sio balance kwenye mwili wako. Haleluya. Kama ni sukari, kama sijui nini, taja vyote, acid nini, uric acid, taja vitu vyote visivyo balance kwenye mwili wako, vitapotea kwa jina la Yesu. Nasema vitapotea kwa jina la Yesu. Nasema vitapotea kwa jina la Yesu. Nasema vitapotea kwa jina la Yesu. Namba 4. Tunamalizia. Namba 4, tuna moja tu ya damu. Amini moja afu na nyingine ya mwisho. Mstari wa 57 wa Yohana sura ya 6. Mstari wa 57 Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6 mstari wa 57. Kama vile Baba alivyo hai, alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba. Kama vile Baba alivyonituma mimi, na mimi niko hai kwa nani? Kwa Baba. Kadhalika naye mwenyewe kunila atakuwa, naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama Baba alivyonituma yuko hai ndani yangu. Haleluya. Yoyote atakayenila mimi, damu yangu na mwili wangu, atakuwa hai. Mauti imepigwa mtama. Kuna mtu amenisikia? Mauti imefanya nini? Hakuna namna utakufa mapema kabla ya wakati. Labda uwe umependa mwenyewe. Wale mnapenda kufichama kufanya dhambi kimya kimya, endelea. Utasimia huko chumbani, huko kwenye guest house. Tunakuja kupewa taarifa na tuji kwenye huo msiba. Umefumaniwa, unatembea na mume wa mtu na mke wa mtu na msichana na nani? Umekufa. Mimi msiba wako sihudhurii. Nimetangaza kabisa, mmenisikia. Msije mkasema baba ana tabia za ajabu. Nimeeleza, simenielewa? Sisi hatushirikishi vitu vya kipuuzi. Bwana asifiwe. Tunataka watu wanaomfuata Mungu. Kama umeamua kumfuata Mungu, mfuate. Kama umeshindwa kumfuata Mungu, amsha kaishi maisha ya kawaida, haina shida. Na hakuna mtu wala hata mahusiano yangu mimi na wewe yagombani. Tutakutana nje, tutasalimiana. Mbona kuna waasi wengi tu, ni rafiki zangu mjini, wengi tu. Haleluya. Tunajua tu, lakini unafichama Yesu, alafu unakwenda unafanya mbinu zilizosizo. Alafu unaingia kwenye target. Halo, amenini sasa, mazishi ni kesho. Tulisikia ndio mshirika wako, mazishi ya nini? Alifumaniwa, alikuwa na mume wa mtu, amelala naye. Kama kuna tukio moja nilikuwa naangalia la mtu mmoja nchi iliyoendelea, nchi ya Nigeria. Ameenda kumbe analaga, ni rafiki wa marafiki, muangalie Shost. Kumbe anamvizia mume wa huyo dada. Siku moja kamnasa. Yule dada akaja akaambiwa kuwa mume wako anatembea na rafiki yako, hakuamini. Akasema haiwezekani. Tulivyo mashosti vile, haiwezekani. Wameenda. Siku moja akaanza kuwa na hisia kuna kitu. Yule dada njia aliyoitumia sio nzuri, kwa sababu sio mtu wa kiroho. Luksa alienda kuitumia. Akaenda kwa mganga. Sio akaenda wakafanya vitu gani nini na nini. Yule siku ile kaenda kulala naye guest, kwani wameachana? Hawajaachana. Toka mimi na wewe hatoki. Toka mimi na wewe hatoki. Yupo. Mtaa mzima ukaitwa kuja kushuhudia tukio. Jiulize kama ni wewe inakuwaje. Ngeuke jirani yako, acha kutia huruma. Hii ndio injili ya kweli. Mwambie jirani yako anazungumza na wewe. Acha kujifanya kama uelewi. Unaelewa sana. Unafanya uelewi. You understand? This is the true gospel. Hii ndio injili ya kweli. Hata ungepata ma private jet na manini vyote hayawezi kusaidia. Ukakosa uzima wa milele, umepoteza hiyo. Mwambie jirani yako, unaelewa? Unafichama. Siku mshale ukikukuta, utaamini wewe. Na kuombea kwa Bwana uache uovu katika jina la Yesu. Acha uovu katika jina la Yesu. Mbona ameni amjibu? Acha uovu katika jina la Yesu. Acha uovu katika jina la Yesu. Namna hiyo. We have to be serious. Hallelujah. Kama tumeamua kuwa wa moto tuwe. Kama unataka kuwa baridi, luksa. Kama ndio njia uniamini itakusaidia.
Halo? Kwa hiyo mwenye kumla Kristo atakuwa nini? Wewe utakuwa hai katika jina la Yesu. Wewe utakuwa hai katika jina la Yesu. Finally, Matendo ya Mitume sura ya 27 mstari wa 35. Oh Lord, thank you. Matendo ya Mitume sura ya 27 mstari wa asante Mungu, wa 35. 27:35. Biblia inasema hivi. Tutasoma 28 mstari wa kwanza pengine mpaka 6. Basi mstari wa 35, sorry, nimeenda kwingine. 35 anasema hivi: alipokwisha kusema hayo, akatoa mkate, akashukuru Mungu mbele yao wote, akaumega, akaanza kula. Huyu ni Paulo mtume huyu. Walikuwa kwenye dhoruba moja kubwa sana, mauti imewawinda, wamekosa. Alafu jamaa ikafikia saa ikabidi waamue kufunga kwenye ile merikebu ile, walikuwa wanakwenda nchi nyingine. Yaani baharini kumekasirika, mpaka malaika alitokea kumtia moyo Paulo, akamwambia hakuna mtu atakufa kwenye hii boti. Ndipo Paulo alipoamua akasema kwamba sasa tunyanyuke jamani, mmekaa njaa sana. Akachukua mkate, akaumega, akawashirikisha, alafu akawaruhusu watu wale wakala, akamwambia tutafika salama. Na ni kweli tutafika salama. Bwana asifiwe. Haleluya. Hiyo ilikuwa ya kwanza. Maana yake ni nini? Mauti iliyokuwa inawawinda baharini ilipigwa. Lazima uwe strategic. Mambo ya kiroho ni vitu vya ajabu sana. Alijua kabisa ya kuwa pamoja na kuwa taarifa ya malaika imekuja mtafika salama, muhuri unapigwa kwa kushiriki chakula cha Bwana. Waliposhiriki, safari yao ilifika salama upande wa pili. Dhoruba ikanyamaza. Wakiwa upande wa pili, sura ya 28 mstari wa kwanza hadi wa 6 utasoma. Paulo wenyeji wakawapokea vizuri, wakaweka moto ili waote, kwa sababu kulikuwa baridi sana, mvua imenyesha kubwa baharini muda mrefu. Wakakaa kwenye moto. Wakati anaweka kuni, nyoka akatoka mwenye sumu kali, akamzunguka Paulo kwenye mkono, akamuuma. Yule nyoka akampuputa kidogo kwenye kuni, akamwangusha kwenye moto, akaungua. Wenyeji wakasema, huyu jamaa atakuwa ni jambazi au ni nini? Leo malipo yake ndio hapa. Mara ghafla unashangaa jamaa yupo tu. Mara ghafla unashangaa jamaa yupo. Huyu nyoka ana sumu, lakini ile sumu haikufanya kitu. Haleluya. Sumu ikawa maziwa. Bwana asifiwe. Ilipoingia kwenye mwili wa Paulo ikawa nini? Milk. Haleluya. Ikawa haikuwa sumu. Nini kinatokea? Ndani ya Paulo ni mlaji wa chakula kinachoitwa chakula cha Bwana. Haleluya. Iko defense. Haleluya. Sumu haiwezi kuingia kwenye mwili wake. Na hii ndio aina ya watu wanaambiwa mtakula vitu vya kufisha na havitafanya nini? Haleluya. Unasema kulikuwa kuna sumu kabisa mle. Sumu ipi? Maziwa hayo. Nimeshakula mimi. Yaani niache ile kitimoto kwa sababu ya sumu. Nyewe vipi nyinyi? Nyewe mchanganyikiwa nini? Yaani kitimoto tamu ile alafu mna nani? Unakufa ya hafi mtu hapa. Hafi mtu hapa. Jamaa anaondoka mzima, kesho yupo, kesho kutwa yupo mtondogo. Wakaishia kusema Mungu ametutembelea. Si bule, Mungu ameshuka. Naona saa imekuja, binadamu wenzako watakuita Mungu. Mnanisikia nachokisema? Na wala hamna kosa juu ya hilo. Nitakuja kuwafundisha. Musa alipopelekwa kwa Farao, aliambiwa na Mungu kabisa, nimekufanya kwa Mungu juu ya Farao. Mmesoma maandiko? Mnasoma Biblia. Haleluya. Alafu kuna maandiko yanasema yeye ni Mungu wa miungu. Watu wengi wanakosea, wanafikiri miungu inayotajwa ni hii miungu ipi ya chini. Haina kitu, ni bure kabisa. Hivi miungu watu wanaabudu, wanachoma sijui mbuzi choma, sijui wanafanya nini, vikuku vya upe. Eti yeye ni Mungu wa hiyo miungu. Haviwezi hata kupangwa kwenye utaratibu wake. Yaani yeye ni Mungu wa miungu sisi. Kuna mtu ananielewa nachokizungumza? Wewe hauna hadhi ya kibinadamu. Are you getting it? Are you getting it? Saa imefika, watu watajua huyu sio mwanadamu. Nasema watajua huyu sio mwanadamu. Nasema watajua huyu sio mwanadamu, kwa kuwa Mungu atathibitika ndani yako. Haleluya. Wewe ni Mungu, wewe sio mwanadamu. Haleluya. Nitakufanya Mungu, kila kitu kiko chini ya miguu yako. You have that authority of a God. Unayo mamlaka ya Mungu, sio mamlaka ya kibinadamu. Ndio maana wewe hutaki kujichukua kama mwanadamu mwingine.
Haleluya. Wanalia na wewe unalia. Hapana. You need to bring solution in the lives of people. Unatakiwa kuleta solution ni nini? Masuluhisho kwenye maisha ya watu. Majibu. You are not a human being. Wakati watu wamepanic na nini? Kaa chini, network iko. Itakupa mwongozo. Ambia msubirini kidogo. Subirini kidogo. Nipende dakika 5. Nakuja. Haleluya. Lazima uwe na majibu. Na hapo ndipo supernatural, mambo ya kiungu yatakuwa halisi kwenye macho ya wanadamu. Haleluya. Baada ya ibada hii, mapepo yote yatakuona kama Mungu. Nasema wakikuona watakuwa wanapiga magoti. Mapepo wanasema umekuja, una nini na sisi wewe mwana? Wanapiga kelele. Umekuja tena huku kufanya nini? Wewe ungepita kule. Yaani wanapiga makelele. Hiyo ndio sehemu yako katika jina la Yesu. Nasema hiyo ndio sehemu yako katika jina la Yesu. Yako katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Mtu mmoja alikuwa na shida ya kansa ya wanaita tezi dume. Tezi dume likadevelop likawa kansa, likafikia mahali pa kansa. Huyu mtu akawa anakojoa damu. Anajisaidia haja ndogo, damu, sio mkojo tena. Maana yake ni kwamba ilikuwa imefikia kwenye stage ya juu sana ambayo ilikuwa ni lazima imuondoe. Kwa hiyo damu inatoka tu. Walipompeleka kabla ya kumpeleka hospitali, akapewa ufunuo kuhusu chakula cha Bwana. Akaambiwa, ndugu yangu wewe, chakula cha Bwana kinafanya maajabu. Akaelewa. Akaanza kushiriki chakula cha Bwana mwenyewe dhidi ya hiyo shida. Walipompeleka hospitali, cha kwanza kabisa madaktari walipima damu kwa sababu walijua lazima imeshuka. Na hicho ndicho kingeweza kumuondoa kiharaka kuliko hata kansa yenyewe. Walipopima damu, wakakuta damu yake iko vile mwanadamu anatakiwa kuwa nayo. Madaktari wakamuuliza maswali. Umeanza kujisaidia haja ndogo damu toka lini? Akasema, mbona muda mrefu sana? Yaani hivi nikwambie daktari, sio ni miezi miwili hii? Miezi miwili? Haiwezekani. Ungekuwa umeshakufa ndugu yangu. Wewe unasema uongo bana. Haiwezekani. Kuna kitu gani umefanya? Akasema, hata mimi sielewi. Baadaye ndio alikuja kukumbuka ya kuwa alifundishwa swala la kula Holy Communion. Bwana asifiwe. Holy Communion, chakula cha Bwana, kilienda kikaweka ulinzi dhidi ya mauti iliyokuwa inamlinda kutokea kuishiwa damu. Unanisikia nachokizungumza? Ikaweka ulinzi. Damu inaondoka, damu inatengenezwa mpya. Damu inaondoka, damu inatengenezwa mpya. Damu inaondoka, damu inatengenezwa mpya. Jamani mzima, kansa ile, madaktari wakafanya mambo yao, operation na nini. Yakaendelea kupiga Holy Communion, ikakauka. It went off. Hallelujah. Mauti ikamwogopa yule jamaa. Mauti ikafanya nini? Ikamwogopa yule jamaa. Mzee mmoja wa miaka 80 Marekani alipatwa na operation 6 kubwa. Ya kwanza ikiwa ya moyo, ya pili ikiwa ni ya wanapata watu wazima sana, hiyo ambayo nimesema tezi dume ilikuwa imedevelop kuwa kansa. Alafu alikuwa na shida kwenye kibofu cha mkojo. Hizo zote ni operation hizo wamefanya kwa wiki 6. Kila wiki walikuwa wanafanya operation. Spinal cords zilikuwa zimepata disturbance, sijui vitu gani, vitu vilikuwa kama 6. Alafu akapewa dawa kwenda kunywa alipotoka hospitali, kwa sababu ni mzee, ile kuangalia na maza operation yale, akakosea akawa anajioverdose. Siku moja akajioverdose mpaka akazima. Wamemkimbiza pupu hospitali. Kufika madaktari wanapima mapigo ya moyo yako kama yanaishia, wakaweka milija zile gesi nini kufunga na nini, wanasoma mapigo ya moyo yako chini 0. Lakini wanaona kwa sababu ya zile mashine ni kwamba anafanya nini? Anapumua. Wanaye wamekaa wanafikiria wafanye nini. Mtumishi wa Mungu mmoja akawaeleza the only thing kinachoweza kumwokoa huyo mzee ni chakula cha Bwana. Kivipi? Ni watumishi mnakuwa na maneno mengi, chakula cha Bwana ambacho tunakula kila siku inakuaje? Akamwambia sikiliza. Akamuelewesha. Ile dada akapata nafasi akasoma
kidogo kwenye maandiko na kufuatilia kwenye mafundisho mbalimbali, akagundua kweli kuna ukweli juu ya hili. Akaenda akanunua hiyo juisi ya mzabibu, akatafuta na biskuti, akabeba, akahamia hospitali na wenzake. Wakasema mpaka kieleweke. Bwana asifiwe. Siku ya kwanza mzee he's no more, ni gesi zile. Mnanisikia nachokizungumza? Tena iko kwenye mtandao, nimekutana kwenye mtandao. Mzee gesi zile na kila kitu zinaendelea kumsaidia. Yaani ni kwamba tu zikiondolewa tunaenda kumweka kwenye udongo. Wakamwambia daktari, usiondoe gesi, tunaendelea kulipia hizo oxygen, tulia. Wakakaa pale. Ile mikate, it's very easy. You can be a prophet by yourself. Unaweza kuwa nabii mwenyewe. Usisubiri mpaka Pastor Joe akimbie kuja kufika kwako. Naweza nikaa nimechelewa. Bwana asifiwe. Unachukua hiyo juisi ya mzabibu, hata kama hakuna mzipu ya juisi ya mzabibu, chukua hata kama ni Fanta, nitakuonyesha hapo. Chukua hata kama nini kimekosekana hiyo, kama una juisi ya mzabibu safi, ndio inayozungumzwa sasa kwenye Biblia. Akachukua juisi ya mzabibu, wakaiombea. Baba, katika jina la Yesu tunaitakasa juisi hii. Tunaibadili kwa damu ya Yesu kama ninavyofanya hapa. Asante kwa biskuti hizi, nazitakasa kwa damu ya Yesu, nazipokea kwa mwili wa Kristo. Tunapokula, Baba arejee kwenye uhai. Kila kitu kirejee kwenye uzima. Kila kitu kirejea kwenye nini? Kwenye uzima. What happened? Siku ya kwanza akachukua pamba. Huyu mtu alikuwa na akili sana. Ufunuo. Mpaka nimepiga kelele. Yaani nilipiga kelele. Akachukua pamba. Baba hawezi kula chochote, amelala. Akachukua pamba, akachovya ile damu ya Yesu. Akamwekea kwenye lips zake, akaikamua kwenye lips zake. Akachukua biskuti, akaipuputa kwenye lips zake. Akasema, ninaamini kuwa kwa hivi nilivyofanya Baba amekula. Baba amefanya nini? Amekula. Na wao wakashiriki kwa niaba yake ili apone. Nini kikatokea? Siku ya kwanza figo zilikuwa zimefail, zikafunguka. Akaanza kujisaidia haja ndogo. Walifanya kwa siku 10. Siku spinal cord zilirudi mahali pake, moyo ulirudi mahali pake. Yaani ile siku ya 10 daktari mpaka ameshindwa kuelewa. Akawaambia, unajua tumefika siku ya 10, huyu mzee yuko karudia kwenye uhai. Kimetokea kitu gani? Sisi hiki kitu hakijai kutokea kwenye utaalamu wa kidaktari. Huyu alikuwa anatakiwa kuzikwa. Akasema sasa shida tulionayo ni matumbo yake bado haya function kwa sababu amekuwa kimya. Lakini kingine akili, emotions zake na nini, kwa sababu alikuwa kama ameshapotea, zinaweza zikarudi zimevurugika. Anasema usio na shida. Waka extend ya 11, wakashiriki chakula cha Bwana. Siku ya 12 ambayo ndio ilikuwa inatimiza siku 50 tangu amekuwa hospitali, mzee akanyanyuka, anaongea na watoto. Wakarudi nyumbani, wakakaa kama siku 5. Ilikuwa inafika birthday yake, wakampeleka kwenye mgahawa maarufu anaopenda kwenye mji mmoja huko Marekani kwenda kusherehekea naye. Anaongea ni mzima. Man, naona ukirejea kwenye uhai katika jina la Yesu. Nasema naona ukirejea kwenye uhai katika jina la Yesu. Nasema naona ukirejea kwenye uhai katika jina la Yesu. Nasema magonjwa yanakuachia kwa jina la Yesu. Naomba ulete meza. Nasema magonjwa yanakuachia kwa jina la Yesu. Nasema kila kilichokuonea kitaje kwa jina lake. Man, kinakwenda kukatiliwa leo. Wewe hutakufa katika jina la Yesu. Hutakufa kabla ya wakati katika jina la Yesu. Haleluya. Utakufa Bwana akiwa amesema. Haleluya. Miaka 120, 120 plus. This is our portion, you. Jesus, son of David. Kuna mtu ananisikia? Mama mmoja India, hii sasa nimeipata kutoka kwa mzee wangu. Mama mmoja India anamwangalia mzee wangu wa kiroho anashirikisha chakula cha Bwana akiwa kwenye TV. Nigeria wanashiriki, yuko India hospitali, anaumwa, ana shida ya kansa ya mifupa, bone marrow. Ile supu ya mifupa imeharibika. Yani maana yake ni, unajua supu ya mifupa ikiwa imeharibika, wewe yani umeshakufa kwa lugha nyingine. Kwa sababu ndiko chembe chembe za uhai ziliko, white blood cells. Si ndio madaktari? Maana yake sasa wewe uhai uko wapi sasa? Chembe chembe za uhai ndio tayari, yani it's gone. Yuko amewekewa mirija kila kona na nini, anaangalia kwenye TV, na hii iko kwenye mtandao. Take your time. Nini kikatokea? Alipoona kwenye TV akasema, huyu askofu anasema kuna kupona, kuna kufunguliwa. Ni kweli? Sasa mbona sina juisi ya mzabibu? Akasema sawa. Bahati nzuri kama Mungu alimuongoza mzee, akasema kama uko sehemu yoyote huna juisi ya mzabibu isikusumbue, chukua maji,
chukua kinywaji chochote ulichonacho karibu. Mama alikuwa na Fanta, ilikuwa karibu, na loaf hii blend ile tunalokunywea chai ile ilikuwa pembeni. Akanishika akasema chukua na viweka wakfu. Akaomba na badili hicho kitu chochote ulichonacho kama kinywaji kuwa damu ya Yesu, na hiyo kuwa nini? Ni imani zaidi, kuwa mwili wa Kristo. Basi chukua. Mama akala. Siku iliyofuata wakapima kansa kwenye mifupa imetoweka. Alisafiri kwenda Nigeria kwenda kutoa ushuhuda. Unanisikia ninachozungumza? The Holy Communion is the special meal. Hallelujah. Ni chakula kimeshuka kutoka mbinguni. Akilae ale asife. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kinaweza kukuua ukila chakula cha Bwana. Hallelujah. Kikija kina bounce. Unakuwa ni kama umewekewa uzio, kama fence. Unakuwa na aina ya mwili ambao hauharibiki. Unanielewa? Unakuwa na aina ya mwili ambao hauwezi ukauharibu. Hata ungeurushia kisu, utashangaa hicho kisu kimedunda, wanakuwa nasema huyu jamaa anachuma. Kuna namna ambavyo Mungu anafanya vitu. Mnanisikia ninachokizungumza? That's your portion. Hallelujah. Wewe hufi kabla ya wakati. Hakuna ajali itakuondoa katika jina la Yesu. Hakuna bibi yako kijijini atakuua wewe katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina kabisa. Hallelujah. Hakuna mganga wala msomanini atakuua wewe katika jina la Yesu. Nasema wewe utazitimiliza siku zako chini ya jua katika jina la Yesu. Kila kinachopanga kukunyonga kwa chakula cha Bwana leo kinanyongwa na hakitaonekana tena katika jina la Yesu. Kila vifungo ulivyonavyo kwenye mwili, roho na nafsi vinaharibiwa kwa chakula cha Bwana leo katika jina la Yesu. Nasema kila uharibifu unaopitia kwenye maisha yako unatoweka leo kwa chakula cha Bwana katika jina la Yesu. Nasema kila ugumu wa maisha unaopitia kwenye maisha yako, tunapokula chakula hiki hautauona tena katika jina la Yesu. Nasema mahangaiko kwenye uchumi ulionayo, au kusoma kwenye maandiko alifanywa kuwa maskini ili kwa umaskini wake sisi tuwe matajiri. Hamwijui jinsi neema ya Bwana Yesu jinsi ilivyokuwa. He was nailed, alipigwa msalabani, wakamfanya maskini, fukara mkubwa, ili wewe uweze kuwa salama. Unapokula chakula hiki, vyanzo vya maisha magumu ya umaskini vinaondoka katika jina la Yesu. Madhabahu yoyote inayopigana na wewe ya giza inakatiliwa mbali katika jina la Yesu. Na wote wanaosimama kwenye madhabahu hiyo wanakufa katika jina la Yesu. Nasema unapokula chakula hiki, magonjwa ya kuambukiza ulionayo yanatoweka katika jina la Yesu. Nasema magonjwa ya kurithi yanakuachia kwa jina la Yesu. Nasema kila changamoto kwa majina yake zinaondoka leo kwa jina la Yesu. Nasema wewe utazitimiliza siku zako chini ya jua katika jina la Yesu. Nasema utazitimiliza siku zako katika jina la Yesu. Nasema wewe utaishi maisha masafi katika jina la Yesu. Nasema wewe utakuwa hai katika jina la Yesu, ili uone kile Bwana alikuahidia siku nyingi katika jina la Yesu. Nasema hautakufa kabla ya kuona Bwana aliyoahidi maishani kwako katika jina la Yesu. Nasema utaona katika jina la Yesu. Utaona wajukuu wako katika jina la Yesu. Utaona vitukuu wako katika jina la Yesu. Nasema utaishi muda mrefu wa kutosha katika jina la Yesu. Kila mapepo yaliyotumwa kutoka kwenye madhabahu yoyote kuja kukuua, tunapokula chakula hiki, yanakufa yao katika jina la Yesu. Nasema wanakufa wao katika jina la Yesu. Wanakufa wao katika jina la Yesu. Wanakufa wao katika jina la Yesu. Kila chochote kilichopandwa kwenye mwili wako inakubidi unywe dawa kila siku ili kuweza kufanya mwili wako uendelee vizuri. Unapokula chakula hiki leo, huo ugonjwa unakufa katika jina la Yesu. Nasema unakuachia katika jina la Yesu. Nasema unatoeshwa katika jina la Yesu. Nasema wewe unapokea uponyaji katika jina la Yesu. Tunapoenda kula chakula hiki, jiachie mbele za Bwana. Taja kila unachotamani Bwana akufanyie. Unasema kiurahisi, ninapokwenda kula chakula hiki, Mungu niinue kwenye fedha, Mungu niinue kwenye mali, Mungu niinue kwenye afya. Unataka nini? Wewe unajua, mimi sijui. Bwana asifiwe. Chakula cha Bwana maana yake ni msalaba wa Kristo uliomwaga damu
kwa ajili ya ukombozi wetu. Mnanielewa ninachokizungumza? Uliomwaga damu kwa ajili ya ukombozi wetu. Ulimwaga damu kwa, ndio umetoa majibu. Isingekuwa msalaba, damu ya Yesu Kristo kupigwa, tusingekuwa hapa leo. Kwa hiyo unapokula hii spiritually, kiroho, maana yake tumeshiriki alichopatwa Yesu, na ndio maana tunapata ukombozi. Kwa hiyo unapokula chakula hiki, taja unachokitaka kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwenye biashara, kwenye mahusiano, unachotamani kifanyike. Mungu, napokula hiki, naomba hiki kitokee, naomba hiki kifanyike. Mungu, napokula hiki, hiki kiache kwenye maisha yangu, kiondoke. Kitaje, wewe unajijua, alafu kunywa. Naona Bwana akifanya jambo jipya kwenye maisha yako. Nasema naona akifanya jambo jipya kwenye maisha yako. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh Lord. Hallelujah. Sisi ni kizazi tutakachoishi miaka mingi chini ya jua. Sema amina kwa nguvu. Hallelujah. Sisi ni kizazi tutakachoishi. Usipime kizazi chako kutokana na baba yako wa mwili. Mimi kama baba yangu ameshaenda akiwa na miaka